Na sina shaka hujambo mtazamaji wa TBC Digital, ninayo furaha kubwa kukualika katika kipindi cha Jukwaa la Chamwino. Kipindi ambacho kinafanya uchambuzi wa masuala mbalimbali yenye maslahi mapana kwa taifa letu katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Lakini pia tunaangalia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2020-2025. Hii leo uko nami Annette Andrew, na siko peke yangu, niko na mchambuzi ambaye nakuwa naye kwa mara zote, na huyu si mwingine ni Lugenzi Kabale. Huyu ni mchambuzi lakini pia ni mtangazaji wa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Pamoja naye hii leo basi tutaangalia kukamilika kwa mradi wa daraja la kumbukumbu ya Dr. John Pombe Magufuli almaarufu daraja la Kigongo Busisi. Kwa hiyo kwa moyo mkunjufu kabisa na kusihi uwe nasi tunapoanza mpaka pale tutakapokamilisha kipindi hiki, ili uweze kuyafahamu mengi yanayohusu daraja hili maarufu la Kigongo Busisi. Tupitishe kwanza tuweze kuipata hiyo Kigongo Busisi iko wapi na nini kabla tujajikita zaidi kwenye uchambuzi. Asante sana Annette. Kwa hakika daraja hili linakwenda kuwa muhimu sana katika uchumi wa Tanzania, lakini uchumi wa kanda ya Ziwa pamoja na uchumi wa Afrika Mashariki, ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Labda twende kwanza kwenye dondoo za awali kabla tujafika mbali, ili watu waweze kufahamu. Kwanza, mradi huu ulianza mwaka 2019. Ulianza mwaka 2019 pale ambapo wakala wa barabara hapa nchini TANROADS walipo saini mkataba na kampuni ya ujenzi ya China ili kuanza utekelezaji wa mradi huu. Mradi una thamani ya takribani dola 310 milioni. Dola 310 milioni ni takribani kama dola shilingi za Tanzania bilioni kama 720, 30, 15 hapo. Inacheza hapo kati. Inacheza hapo kwa sababu kila siku thamani inabadilika ya dola. Kwa hiyo mradi huu ulibakiza kidogo tu uweze kufika kwenye trilioni 1 ya Kitanzania. Kwa hiyo kwa mazingira ya taifa letu tunaweza tukaita mradi kabambe na mradi wa kimkakati. Lakini nini ambacho unaweza tunapozungumzia hii daraja? Sifa zake chache ambazo zipo. Mosi kabisa ni kwamba lina urefu wa kilomita 3.2. Kutoka upande wa Kigongo kuja upande wa Busisi ni kilomita 3.2, ambao ni sawa na maili 2. Lakini daraja hili lina upana wa mita 28.45. Ndivyo ambavyo daraja litakuwa na upana. Lakini kwa kuwa hili ni daraja ambalo litahusisha magari kuvuka upande wa Busisi na upande wa Kigongo, ukiangalia upande huu wa Kigongo, hapo sasa unakuja kuunganisha na barabara ya kutoka Shinyanga hadi katika jiji la Mwanza. Wewe unasafiri sana kutokana na kazi yako ya shirika la utangazaji. Utaona na nimepata bahati miongoni mwa watu ambao wanasema kuna namna fulani nimelionja kidogo na kuliona. Vema kabisa. Sasa hii barabara ya Shinyanga kuja Mwanza ni moja kati ya barabara kuu katika nchi yetu. Lakini moja kati ya barabara ambazo katika mipango ya serikali ni kuiboresha zaidi kutokana na umuhimu wake. Kwa hiyo moja kwa moja waliopanga ramani ya hili daraja wakawa wameshaweka mpango kabisa na budget kwamba kutoka kwenye ile daraja kwenda paka jiji la Mwanza ni umbali wa takriban kama kilomita 35. Kwa pale katika mipango ya muda mrefu ni kujenga barabara mpya kabisa ya lami kutoka pale darajani mpaka kuunganisha na jiji la Mwanza, maeneo ya paka Nyegezi mpaka inaingia katika jiji la Mwanza. Ili kufanya nini? Kufanya kwamba yani usafiri kati ya jiji la Mwanza mpaka pale kwenye daraja usiwe na tatizo kabisa, ili kusudi la daraja kuwa nyenzo ya kukimbiza uchumi iliweze kutumia. Kwa sababu unaweza kuvuka pale haraka, lakini barabara kutoka Kigongo mpaka mjini ikawa ni foleni, mara kuna hili. Kwa hiyo kusudi la daraja kujengwa halitatimia. Lakini kitu kingine ni kwamba watazamaji na Watanzania wafahamu mradi huu ni mkubwa, na mradi huu ni fahari kwa taifa letu, kwa sababu hili daraja sasa inaenda kulifanya kuwa daraja la 6 kwa urefu katika bara la Afrika. Daraja namba 1 kabisa ambalo ndio refu katika Afrika linaitwa daraja la tarehe 6 mwezi wa 10
ambalo liko katika nchi ya Egypt. Nadhani tarehe 6 mwezi wa 10 kwa Egypt, kwenye historia yao inawezekana ina umuhimu sana. Kama ambavyo sisi tunaweza tukatengeneza daraja tukalita daraja la tarehe 9 Disemba 61. Kwa hiyo na wao sasa Egypt, ambao ndio pale katika mto Nile kuna daraja refu katika Afrika, wamelita daraja la tarehe 6 Oktoba. Hili ndo refu la kwanza katika Afrika. Lakini la pili kwa urefu katika Afrika liko katika nchi ya Nigeria, katika mto Niger, Lagos. Wanaita na wenyewe kama daraja la 3 la bara, kwa Kiingereza Third Mainland Bridge, kwa sababu Lagos ina island na ina mainland. Yaani kuna Lagos kisiwani na kuna Lagos bara. Kwa hiyo sasa pale katika mto Niger kunahitajika madaraja mengi sana kutokana mto kuwa mkubwa, lakini umekaa katika eneo kubwa. Sasa katika madaraja yaliyojengwa kwenye ule mto, hili ni la 3, yani Third Mainland Bridge, ndio la pili kwa urefu katika bara la Afrika. Lakini daraja la 3 kwa urefu katika Afrika linaitwa daraja la Suez Canal, pia liko katika nchi ya Misri. Kwa hiyo unaweza ukaona haya ndo madaraja 1, 2, 3 kwa ukubwa. Na kwa hili sasa la Busisi au la kumbukumbu ya Dr. John Pombe Magufuli linaenda kuwa na urefu wa kuwa namba 6, kuchukua nafasi namba 6 katika bara la Afrika. Nikuulize tu Anet, wewe una elimu yako ya kutosha, mwandishi wa habari mahiri, hivi nikikwambia kadiria Afrika kuna madaraja mangapi makubwa? Ni mengi sana. Kwa hiyo unaposhika nafasi namba 6, manake wewe ni daraja ambalo lina heshima na kwa hakika ni kubwa. Lakini kitu kingine ambacho ni dondoo muhimu watazamaji wakaifahamu. Sasa hivi tunavyozungumza leo hii, kabla ya daraja kuzinduliwa, magari yanayovuka kwa kivuko cha majini pale yako takriban kama magari 1600, 2000 hapo, takriban 2000, 1800 ndio yanayovuka katika lile eneo. Sasa wataalamu wamekadiria kwamba kwa siku lile daraja likikamilika, zaidi ya gari 10,000 zitakatisha kwa siku. Tafsiri yake ni nini? Maana kwanza kulikuwa kuna magari ambayo watu walikuwa wanalazimika kuacha magari. Uyaacha magari ili waende na kivuko. Ili waende tu na sasa kivuko. Watakuwa hawana sababu yoyote. Hawana sababu. Lakini pia anapoacha gari huku, manake sio kwamba anapenda. Kwa hiyo katika kila alichokusudia kufanya ngambo ya pili, kasi yake itapungua. Kwa sababu itafika atafute bodaboda au atafute mkokoteni na vitu kama hivyo. Lakini sasa kwa kupita tu itakuwa magari zaidi ya 10,000 yataweza kupita pale. Lakini la muhimu zaidi ni kwamba sasa hivi kwa wastani kivuko kile kuja na kupakia na kuondoka takriban masaa 3, masaa 2 ndio kinaweza kukamilisha safari ya kwenda na kurudi. Sasa hivi ni kwamba gari ikifika pale mwanzo daraja linapoanza mpaka kule ngambo ya pili, kimekaa sana dakika 4 ndani ya daraja. Sasa fikiria kutoka masaa 3 mpaka dakika 3 mpaka 4 umemaliza pale. Kwa hiyo haya ni mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi na ni hatua kubwa sana ya kimaendeleo kwa taifa letu, na kwa hakika ni moja kati ya nishani muhimu sana ambazo zinaibeba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii kwa Waingereza sema ni milestone, yani ni ishara ambayo haifutiki leo wala kesho. Na mara baada ya kupata dondoo hizo, mtazamaji wa TBC Digital, tupate mapumziko kidogo. Tukirejea tutarejea na uchambuzi kuhusu ili daraja la Kigongo Busisi.